vurugu zitaanza sio muda za watu wa upinzani. Unapoelekea mwezi wa 4 katikati, wataanza kumdai Lissu na kutengeneza mazingira, lakini kitakachosimama ni kile kilichoandikwa tangu mwanzo kwamba atatumikia miaka mingapi, na wakati wa kutolewa itakuwa ni kama mtu ambaye anaishilizia ila anaanza. Halafu kutakuwa na tangazo kubwa la hali ya uchumi, na wengine watatumia hali hiyo kunufaika, lakini sharti watu wajue kuna uchawi mwingi wa kijambazi unaandaliwa. Matapeli wengi wa kijambazi watatu watakuwa kwenye nyenzo kutumia uchawi in advanced way ambayo haijatokea. Kama watu walikuwa wanaamiga kuibiwa nyeti, basi kuna vitu vinaenda kutokea. Itakuwa kama ni uzushi, lakini kitu ambacho kinatokea kweli kwa baadhi ya watu. Kwa mwezi wa 4 ni mwezi wa maagano, na mwaka huu ni mwaka wa baraka, watu watakaoagana mapema. Usije ukachelewa, sababu agano lina muda wake. Yaani sana kusema muda wa kupanda mahindi una agano lake la muda. So sasa mwelekeo wetu ni kuhakikisha mwenyekiti wetu anaachiwa. Ndio jambo moja tunalotaka. Mwelekeo wetu na wanachama wetu na kampeni yetu ni kutaka sasa mwenyekiti Tundu Lissu atoke ndani. Mwaka mmoja ni mwaka mrefu sana. Hapa duniani ni Mungu anatuweka hapa, na yeye ndiye anayetupa siku za kuishi hapa. Mtu mmoja akikanyaga hata lisali moja la kwako, hawezi kukurudishia hilo lisaa. Achilia mbali siku. Hakuna mtu miongoni mwa hao watu wanaomshikilia Lissu ambaye anaweza kumrudishia mwaka wake ambao amemshikilia mle ndani. Huo mwaka umepita kwa uharibifu, kwa uongo. Kampeni yetu wanachama kote nchi nzima ni kutaka Mheshimiwa Lissu aachiwe mara moja.